Na somo langu la leo litahusiana na aina 5 za watu unaowahitaji ili kutimiza maono yako. Aina 5 za watu ambao unawahitaji ili kutimiza maono yako. Kuna kitu Mungu amekuitia kukifanya katika ulimwengu huu. Kuna jambo Mungu ameliandaa kwa ajili yako. Lakini kuna aina ya watu usipokutana nao, maono yako hayawezi kukamilika. Kuna watu leo kinachowatesa si kwa sababu hawana fedha, si kwa sababu hawajasoma. Nyote ni mashahidi hapa. Kuna watu wamesoma sana, lakini kinachowakost ni kwa sababu hawajakutana na aina hizi za watu ambazo tutaziangalia, ambao wanaweza kuwasaidia kwenda ambako wanataka kwenda. Unafahamu kwamba kuna watu wana vipaji vikubwa sana na wanakufa wakiwa watu wa kawaida sana. Lakini kuna watu wana vipaji average tu, vipaji vya wastani, lakini wanatikisa dunia. Vipawa wanapewa watu wengi, lakini kipawa chako likionekane, kuna watu unaohitaji kukutana nao. Na kadiri utakavyokutana nao mapema, ndivyo itakavyokuwa rahisi kwa wewe kuonyesha kitu ulicho nacho na kufanikiwa kwenye ulicho nacho. Huo wito uliopewa, kuna aina ya watu lazima ukutane nao ili huo wito utokee, na tutakuja kuwaangalia. Na watu wengi wakati mwingine wanakwama, si kwa sababu hawana kitu cha kimungu ndani yao, ila kwa sababu hawajakutana na watu sahihi wa kufanya kitu cha kimungu kilicho ndani yao kiweze kuonekana na kutokea kwenye maisha yao. Kila season, kila majira ya maisha yako, kuna aina fulani ya watu ambao lazima ukutane nao. Na hawa watu si tu kwamba wanajitokeza kwa bahati mbaya, ni watu waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kukuvusha kutoka hapo ulipo sasa hivi kwenda katika hatua nyingine unayohitaji. Kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo anafanya nini? Anasema kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Nitatoa watu kwa ajili yako. Mungu hatoi mtaji kama pesa, hatoi kuinuliwa kama fursa, anatoa watu. Anasema nitatoa watu kwa ajili yako. Hawa watu ni very specific, wanaweza wasiwafai watu wengine, lakini kwako wewe unawahitaji. Na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Maana yake ni nini? Kuna watu ukipishana nao katika maisha yako, umepoteza future yako, umepoteza hatima ulionayo. Kwa wakati unamwambia Mungu, niinue, nipandishe, niongezee upako, nifanikishe, Mungu anasema nimetoa watu kwa ajili yako wewe. Sasa kuna wengine ulikuwa unatakiwa wapate miaka 5 iliyopita, lakini mpaka sasa hivi hujakutana nao. Na Mungu anasema kuna mahali siwezi nikakufikisha mpaka umekutana nao watu niliowatoa katika mataifa, lakini anasema kabila. Maanake kuna watu wa aina fulani, anajua mpaka kabila zao, ambao wewe usipokutana nao future yako itakuwa ni ngumu sana. Na ndio maana lazima tujifunze watu wa namna hiyo ambao unatakiwa kukutana nao. Sema amen kama unanielewa. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 18 mstari wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 18 mstari wa 10. Nataka nikuonyeshe kwenye Biblia kwanza, kabla tujaingia kuangalia aina hizo za watu. Uelewe kwamba kibiblia watu wameandaliwa na Mungu. Biblia inasema hivi, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Mungu anasema hivi. Kwa nini? Anasema kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Maana kwenye kila mji ambao wewe unataka kufanikiwa, hapa Dar es Salaam, kwenye huu mji kuna watu Mungu amewaandaa, lazima ukutane nao kama unataka kufanikiwa kwenye mji wa Dar es Salaam. Unataka kwenda Arusha, unataka kwenda Mwanza, anasema kwenye kila mji kuna watu ambao wamewaandaa, wewe unatakiwa kukutana nao ili ufanikiwe kwenye huo mji. Kwenye kila ofisi unayoingia kuna watu Mungu amewaandaa. Usipokutana nao, kwenda kwako mbele kunakuwa ni kugumu sana. Kuna watu wako hatua moja kwenda kwenye future yao kubwa. Kinachowakosesha si kwa sababu hawana vipawa, si kwa sababu hawana nguvu, si kwa sababu hawana elimu na uzoefu. Wamekosa watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yao. Na jioni ya leo maombi yangu ni kwamba tutakapojifunza watu hawa, basi Mungu akupe macho ya kuwajua, lakini pia ya kuunganika nao kwenye maisha yao. Aina ya kwanza
watu wanaokuamini, those who believe in you. Watu wanaokuamini, watu wanaokuamini wewe kama wewe, kwa sababu kwenye maisha yako kuna wakati utakuwa na maono makubwa kuliko hali yako ya sasa hivi. Lazima watokee watu ambao wanaiona future yako leo kabla wewe hujafika, na wanaiamini future yako, ili wakupe fursa inayoendana na unakoenda bila kujali hali yako ya sasa hivi. Shetani anachofanya, anawapofusha watu wasione hatima yako ili wasijiambatishe na wewe. Na usipokuwa makini, watu wanaotakiwa waambatane na wewe ili ufike unakokwenda utapishana nao, kwa sababu wakikuangalia, ni kweli unatakiwa kuwa bilionea, ni kweli unatakiwa kuwa mtu mkubwa, lakini shetani atapofusha macho yao wasione kitu Mungu alichokuwekea ndani yako, na matokeo yake wanakaa mbali na wewe, na kwa sababu hiyo unashindwa kufika ambako unatakiwa kwenda. Unanielewa, mtu wa Mungu? Kwa hiyo kwenye maisha yako unahitaji watu wa namna hii ambao hawatakuhukumu kwa sababu ya ulivyo leo. Wakikuangalia watasema, huyu mtu analala chini, huyu mtu hana kazi, lakini ana kitu cha Mungu ndani yake, na mimi niko tayari kukiamini hicho kitu cha Mungu na nisimame pamoja naye kufika anakotakiwa kwenda. Usipopata watu wa namna hii, utasota mahali pamoja kwa muda mrefu na utafikiri Mungu amekuacha. Wakati huo unamwambia Mungu, Mungu niinue. Mungu anasema, fungua macho yako muone mtu anayetakiwa kukuamini ili akupeleke mahali pengine. Na watu wengi wameteseka kwa sababu hakuna mtu anayeamini kitu ambacho Mungu amewapatia. Sikiliza, kuna vitu ambavyo huwezi kujiuza wewe mwenyewe, anahitajika mtu mwingine akusemee. Kuna mtu mmoja hapa anaitwa Daudi, ambaye Mungu alimpaka mafuta akamwahidi atakuwa mfalme, lakini angalia maisha yake alivyokuwa wakati huo. Biblia inasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu. Yaani mtu ambaye amepakwa mafuta kuwa mfalme anaenda kuishi kwenye pango. Unaweza ukawa Mungu, kwa sababu to be anointed is different from being positioned. Unaweza ukapakwa mafuta na Mungu lakini bado nafasi hujapewa. Sasa lazima wawepo watu ambao wanakuona ukikaa kwenye nafasi yako kabla hujaipata hiyo nafasi physically, na waamini kwamba siku moja utakuwa vile ambavyo wanasema. Ukiwakosa watu wa namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba utachelewa kupata kitu Mungu amekuitia. Sasa angalia, Daudi alipaka mafuta na Mungu. Samueli anapaka mafuta, anaambia utakuwa mfalme. Tena sio mara moja, anapaka mafuta mara pili. Lakini angalia maisha yake, anaishi kwenye pango. Lakini Biblia inasema na ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Pamoja na kwamba anaishi kwenye pango, kuna watu walimfuata. Mstari wa pili unasemaje? Na kila mtu, angalia watu walimfuata, na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, watu wanaodaiwa, na wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Nao walikuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Uhitaji watu wachache, uhitaji tu kaka yako na dada yako. Watu 400. Daudi anasema nimepaka mafuta kwa mfalme. Swali la kwanza lingekuwa ni lini utakuwa mfalme? Anasema Mungu ameniambia nitakuwa mfalme. Okay, anza basi hata kupata ujumbe wa nyumba 10. Anza hata kuwa diwani basi. Hakuna, ndio kwanza anaishi pangoni. Lakini kuna watu ambao Mungu aliwapa macho ya kuona kitu alichonacho Daudi. Wakasema, Daudi, hata kama leo hauko kwenye serikali, hata kama leo hakuna mtu anayekujua, ukienda pangoni sisi tutafuatana na wewe huko pangoni, tutaishi huko pamoja na wewe. Ukisoma Biblia yako baadaye, hawa watu waligeuka kuwa mashujaa, ndio wanaitwa mashujaa wa Daudi. Hawakuwa mashujaa baada ya kufika kwenye ufalme, walikuwa mashujaa kwa sababu walitembea pamoja naye kuanzia chini. Kuna watu mko hapa, Mungu ameshasema na nyie mambo makubwa sana. Future yako una wasiwasi na unajua. Lakini ngoja nikwambie, hautaweza kufika kwenye hiyo hatima mpaka upate watu wanaoweza kuamini kitu ambacho umekibeba katika maisha yako. Sema amen kama unanisikiliza. Kwa kuna ndoto ambayo unayo, ambayo hiyo ndoto haitoweza kutimia mpaka upate watu wanaoamini katika kitu ulicho nacho. Ukikosa watu wa namna hiyo, kuna wakati ndoto yako kubwa haitakuwa inafanana na mahali ulipo.
Kutakuwa kuna gap kubwa sana, na unajua kitakachotokea, utakata tamaa, utasema mimi sitaweza, kwa sababu haifanani na kule ambako unataka kwenda. Lazima watokee watu ambao wanasema, pamoja na kwamba leo hauna chochote kile, sisi tunaamini kuna mahali unaelekea, tutasimama na wewe, tutakutia moyo, tutatembea na wewe na tutafika pamoja ambako unataka kwenda. Ukiwakosa watu wa namna hiyo kwenye maisha yako, utachoka mapema na kukata tamaa. Miaka mingi iliyopita nilipitia hali ngumu sana maisha yangu, nikawa sina mahali hata pa kuishi, nikiwa hapa kwenye mji wa Dar es Salaam. Na wengi kisema hivyo watashtuka, kwa sababu sikuwa naonyesha kwa nje kwamba niko hivyo, lakini nilianza kulala chini mpaka nikashindwa kulipa kodi, nikawa sina mahali pa kuishi. Rafiki yangu mmoja akanichukua, akaniambia naomba tuishi wote. Nazungumzia nimeshamaliza chuo, nimeshaanza kuzungumza kama hivi ninavyozungumza. Akaniambia mimi najua una kitu ndani yako, usikubali hicho kitu kife. Na nilikuwa kama nataka kukata tamaa. Nikawa nakaa nyumbani kwake, sina pesa, sina chochote, kila kitu ananunua yeye, tunakula pale. Siku moja nikapata fursa kwenda Afrika Kusini. Kwa kuna mkutano mmoja, wakasema hii ni executive meeting na utahitaji uje umevaa vizuri. Kwa mkutano siku 3, uwe umevaa suti siku zote za mkutano. Wakasema tutakulipia flight ticket, tutakulipia accommodation, wakaweka na requirement zao. Mimi sikuwa na nguo ya kuvaa. Nikamwambia rafiki yangu, bwana, nimealikwa niende South Africa, lakini masharti ya huu mkutano ni executive, top people, unatakiwa uvae vizuri. Lakini najiuliza nitavaa nini? Sina nguo ya kuvaa. Akaniambia nitakuazima nguo zangu. Akaniazima suti, akaniazima viatu, akaniazima socks, akaniazima shirt, akaniazima tie, na ile picha nayo mpaka leo. Nikapanda ndege na nguo za kuazima, nikaenda kwenye mkutano na nguo za kuazima, nikathubutu na kupiga picha na nguo za kuazima, tena na smile kwenye hiyo picha. Kwa nini? Kuna mtu mmoja ambaye aliamini kilicho ndani yangu wakati wengine wote hawaamini kilicho ndani yangu. Sasa watu wa namna hii shetani anapambana nao ili wasikione kitu ambacho Mungu amekuwekea. Ndio maana unapoomba juu ya mafanikio yako, unapoomba juu ya ustawi wako, mwambie Mungu, Mungu, yeyote ambaye ameandaliwa kuona ukuu ulio ndani yangu uliojificha, mfungue macho yake na mimi unifungue macho yangu, tukutane na tuonane ili nipige hatua inayofuata kutokea hapa. Kama unanielewa msema amen. Kwa siku zote za maisha yako, mtu wa kwanza au aina ya kwanza watu wanatakiwa kukutana nao ni watu wanaokuamini wewe. Na hawa inawezekana wakati mwingine hawamwamini Mungu wako. Unanielewa ninachosema? Kuna wakati mwingine si lazima umwamini Mungu wako, lakini watawatumia kama instrument kwa ajili ya kukupeleka mahali, kukuvusha mahali. Kwa sababu kuna watu, kuna mahali ambapo utatakiwa kufika, lakini bado hakuna mtu wa Mungu yuko pale. Ukitaka kunielewa vizuri, jiulize swali. Kwa nini ndoto ya njaa kwenye nchi ya Misri alipewa Farao, hawakupewa wana wa Israeli? Kwa nini alipewa Farao? Si Mungu. Farao alikuwa anaabudu Mungu wetu? No. Kwa nini amuoteshe ndoto? Ni kwa sababu alikuwa na capacity ya kudeliver. Kwa sababu mlokole angeotesha ndoto, hana hata shamba, hana hata gala la kuweka chakula. Sana sana angeenda kushare kwenye fellowship. Mahali pa kuweka chakula hamna. Kwa Mungu akaona apitishe ndoto kwa mtu mwenye uwezo wa kuitekeleza. Kwa si kila wakati Mungu atatumia mtu unayemfahamu kanisani. Kuna wakati atatafuta mtu ambaye ana uwezo wa kukupromote wewe, kwa sababu wale walioko kanisani hakuna mwenye hiyo nafasi ya kukupromote. Kama hujanielewa au umenielewa, Mungu akubariki sana. Aina ya pili, watu watakao kutambulisha. Watu watakao kutambulisha. People who will introduce you. Watu watakao kutambulisha. Huwa tunawaita destiny connectors. Watu wanaokuunganisha na kukutambulisha. Kwenye kila hatua ya maisha yako, kuna watu Mungu amewaandaa kwa ajili ya kukutambulisha na kukuunganisha mahali fulani. Hatua iliyoko kati yako wewe na kule unakotaka kwenda ni simu ya mtu mmoja tu. Hatua ulioko hapo sasa hivi na kile unachotaka kupata
ni memo ya mtu mmoja tu kuandika kwamba msikilizeni huyu, na unahitaji watu wa namna hiyo, kwa sababu kuna vitu ukisema ufanye mwenyewe vitakuchukua muda mrefu sana kuvikamilisha kwenye maisha yako. Unahitaji mtu atakaye kuintroduce, mtu atakaye kutambulisha, atakaye lisemea jina lako, atakaye kutaja mahali ambapo unatakiwa kutaja. Kumbuka jambo hili na usije ukalisahau. Kuna mahali ambapo jina lako linatakiwa kutajwa, lakini wewe una access ya kufika hapo mahali. Narudia tena. Kuna mahali ambapo jina lako linatakiwa kutajwa, ila wewe hauna access ya kwenda hapo mahali. Tafsiri yake ni lazima atokee mtu mwingine wa kukutaja wewe. Na watu wengi leo wamekwama kwa sababu mahali ambapo jina lao linatakiwa litajwe, hakuna mtu wa kutaja jina lao. Wanatajwa wengine wote, wenyewe wanasauliwa. Usifikiri kwamba huwezi kusauliwa. Inawezekana kabisa. Hem, tusome neno la Mungu. Mwanzo sura 41 mstari wa 9 mpaka 15. Mwanzo sura 41 mstari wa 9 mpaka 15. Hii ni habari ya Yusufu. Tunafahamu alikuwa kule gerezani, watu wawili wakaota ndoto wakatafsiria. Sasa angalia Biblia inavyosema hapo. Basi mkuu wa onyeshaji akamwambia Farao, baada ya Farao kuota ile ndoto. Sema akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Tuendelee mpaka mstari wa 15. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa uokoaji. Tukaota ndoto siku moja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania. Yusufu anatajwa hapa. Palikuwa na kijana Mwebrania, amemsahau hata jina, hakumtaja jina lake. Mtumishi wa mkuu wa askari tukamhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu, akamfasiria kila mmoja kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamuita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Sura 15. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunifasiria, nami nimesikia habari zako. Kila mmoja aseme, nami nimesikia habari zako. Kuna mahali habari zako zinatakiwa zisikiliwe. Na nisikia vizuri. Na huwezi kuzipeleka mwenyewe. Kuna mtu anatakiwa akaziseme habari zako. Sasa huyu ni mfalme anasema, nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Kumbuka, tangu siku Yusufu ametafsiri ndoto ya huyu bwana mpaka anakuja kumtaja kwa Farao, usifikiri ilikuwa muda mfupi, ilichukua miaka 2. 2 years. Unaweza ukafikiria kwamba Yusufu alidelay kuwa waziri mkuu kwa miaka 2, si kwa sababu Mungu hakutaka, ila kwa sababu kuna mtu mmoja mahali alikuwa anatakiwa amtaje, hakumtaja Yusufu. Ndio maana ni maombi yangu kwako kwamba wewe unatajwa kwa wakati, usitajwe kwa kuchelewa. Kwa sababu kuna watu wakikutaja kama season yako imepita, haina faida ya wewe kutajwa tena. Kwa kuna watu ambao Mungu amewaandaa ili wakutaje mahali fulani. Yusufu alikuwa na kipawa cha kutafsiri ndoto, lakini mfalme alikuwa hajui kama Yusufu anaweza kutafsiri ndoto. Alihitajiki mtu katikati hapa ambaye atamtaja Yusufu ili Yusufu apate fursa kuingia ikulu. Kuna kitu ambacho wewe unacho, kuna kipawa unacho, kuna elimu unayo, kuna uzoefu unao, lakini kuna mahali unapotakiwa kutajwa na huna access napo, huna uwezo napo kwenda kujitaja. Utahitaji mtu wa namna hii aweze kukutaja kwenye maisha yako. Biblia inasema, basi Sauli akawaambia, vema, nitafutieni mtu. Yeye hamjui, anasema tu nitafutieni mtu, kuna fursa ya kazi hapa, kuna tenda iko hapa, nitafutieni mtu aliyestadi wa kupiga kinubi mkaniletee. Sura 18. Naomba usikilize vizuri hapo. Anasema, ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake. Mmoja wa watumishi wa nani? Wa Sauli, si ndio? Sauli alikuwa ni mfalme. Kwa wasaidizi wa mfalme ndio wana recommend, ndio wanatoa, wanataja jina. Anasema, akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehem,
aliye stadi wa kupiga kinumbi, tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. By this time Daudi alikuwa hajawahi kuingia ikulu, na alikuwa hana ndoto, yuko huko anachunga zake mbuzi. Hana uwezo wa kuingia ikulu, hana vigezo, lakini alihitajika mtu ambaye yuko ikulu lakini amemuona Daudi na anaweza kumtaja. Sio kama mnanielewa watu wa Mungu. Sio tu maombi yatakufikisha unapotaka kwenda, unahitaji mtu wa kukutaja. Bwana ninue, Bwana ninue. Kuna mahali watu wako kwenye kikao wanasema tunamhitaji mtu aina fulani, hakuna anayekujua wewe. Unahitaji umwambie Mungu, itakapokuwa inajadiliwa katika majira yangu ya kuinuliwa kwangu, lazima awepo mtu mahali hapo atakayelitaja jina langu. Ukikosa au ukishindwa kuwa na mtu wa namna hii, kitakachotokea nini? Utakuwa na kitu kizuri, watu watakusifia una kitu kizuri, lakini ndio wale watu wanasema, huyu jamaa ana shida gani? Mbona ana kila kitu lakini hafiki mbali? Ni kwa sababu inapofika kwenye swala kutajwa, jina lako huwa halitajwi, linatajwa jina la watu wengine. Hujawahi kuona watu wenye uwezo mdogo kuliko wa kwako lakini wana nafasi nzuri kuliko za kwako? Hujawahi kuona watu wanaonekana kama vile hawana elimu sana kuliko wewe, na wewe una elimu yako lakini wana nafasi kubwa kuliko wewe? Haujawahi kuona hata kwenye uongozi kwa serikali wanasema, huyu na hivi ilikuwaje mpaka akashika hii nafasi? Sio tu upako, sio tu maombi, kuna fakta ya kutajwa mahali unapotakiwa kutajwa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Kwa Yusufu alihitaji mtu wa kumtaja na kumtambulisha. Daudi alihitaji mtu wa kumtaja na kumtambulisha. Paulo alihitaji mtu wa kumtaja na kumtambulisha. Hao tunazungumza watumishi wa Mungu waliokuwa na nguvu za Mungu, walikuwa wanaomba wenye upako mkubwa, lakini fakta ya kutajwa haikuweza kuondoka kwenye maisha yao. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 26 na 27. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 26 na 27. Biblia inasema, na Sauli, nazungumzia Paulo, alipofika Yerusalemu. Wangapi mnanifuatilia? Nyosha mkono juu namna hii. Okay. Na Sauli alipofika Yerusalemu, ameingia kwenye mji ambao hajazoeleka kufanya anachotaka kukifanya. Alijaribu kujiunga na wanafunzi. Kwa maneno mengine, kwa sasa tungesema alijaribu kutafuta kazi kwenye huo mji. Alijaribu kufanya biashara kwenye huo mji. Nini kikatokea? Nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Alikuwa na kitu cha kimungu. Kumbuka, Sauli alitokewa na Mungu, alisikia sauti ya Mungu. Mungu alimtokea, akasikia kabisa sauti ya Mungu. Lakini hebu imagine, Mungu amekusemesha, umesikia sauti yake, lakini bado anaenda mahali unakataliwa. Kwa fact kwamba Mungu wetu ndo amekuambia uanzishe hiyo biashara, amekuambia nenda kafanya kitu fulani, haimaanishi utapenya tu kirahisi namna hiyo. Naomba Roho Mtakatifu akupe ufahamu wa kiwango cha kukusaidia. Angalia mstari 27, nini kilitokea? Lakini Barnaba, sema Barnaba, sema tena Barnaba. Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani. Nani alikuwa anaeleza? Sio Sauli, ni Barnaba. Mungu umekutana naye wewe, ndiye aliyekupa maono wewe, amekupa maelekezo wewe. Unamhitaji Barnaba wa kuelezea maono yako mahali ambako wewe uweze kufika. Hata watu wengine wakisikia sauti ya Mungu ameshasema nao, wanasema mimi nina maono makubwa, nitafika mbali. Sawa, lakini kuna mahali utamhitaji Barnaba wa kwenda kukusemea. Akamshika mkono, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Baada ya Barnaba kuelezea, ndio mitume wakamkubali Sauli. Sasa swali, hawa mitume waliokuwa Yerusalemu, hivi walikuwa hawana Roho Mtakatifu wa kuelewa kwamba Sauli amekutana na Bwana? Si mitume hawa? Tungetegemea wangekuwa na Roho Mtakatifu. Sauli anapozungumza aseme, kwa kweli yeye anazungumza kitu cha kweli cha kimungu. Lakini kanuni za Mungu ziko hivi. Kuna mahali hata wanaotakiwa kuelewa hawataelewa mpaka atokee mwingine awaeleweshe, na huyo mwingine sio wewe.
ni Barnaba ambaye anazungumza kuhusu wewe. Ndio maana kuna sehemu ukienda utakataliwa, kuna mahali ukienda watu hawatakupokea mpaka mtu akutambulishe. Kuna ofisi ukienda watu watakudharau, lakini kuna ofisi ukienda kwa sababu umetambulishwa utaheshimiwa. Kwa nini? Huwezi kuignore watu wanaokutambulisha na kukuunganisha. Ndio maana maombi yangu kwako ni kwamba kwa kile Mungu alichokupatia uwe watu wanamlea, usikosane nao, wanarahisisha sana safari yako. Utafika haraka kuliko kawaida unakotaka kufika kama utapata watu sahihi kwa kukusemea na kuunganisha. Sema amen. Yesu kabla hajaanza huduma alihitaji mtu wa kumsemea, alihitaji mtu wa kumtambulisha. Tumeona Daudi, tumeona Yusufu, tumeona Paulo. Yesu alihitaji mtu wa kumsemea. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 na 30. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 na 30. Biblia inasema siku ya pili yake, anazungumza Yohana, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Nani anazungumza maneno? Yohana. Sasa unajua ukimsoma Yohana leo unafikiri alikuwa mtu mdogo. Don't make that mistake. Yohana hakuwa mtu mdogo. Ndio Biblia inasema tangu siku za Yohana hakuwa mtu mdogo. Watu walikuwa wanaenda maelfu kwa maelfu wanamfuata Yohana Yordani kwenda kubatizwa. Alikuwa ni very influential, mtu mwenye ushawishi mkubwa sana. Angalia mstari wa 30. Endelea kusema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Yohana anatumia nafasi yake ya ushawishi kumtambulisha Yesu ili asikilizwe. Pamoja na Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na upako kwelikweli, amefunga kwelikweli na kila kitu, lakini mwisho wa siku alimhitaji Yohana ili amtambulishe. Hata ukifunga ukasema Mungu niinue, nipeleke wapi, nifanye, kuna watu lazima wakutambulishe. Kuna level ukifika lazima wakutambulishe. Na ngoja nikushock kitu kimoja hapo. Kuna watu ambao Mungu amekuandaa kuchukua nafasi zao, na ili uchukue nafasi zao lazima wao wakusemee. Na usifikiri itakuwa kitu kirahisi, kwa sababu baada ya Yohana kumtambulisha Yesu hatumwoni tena Yohana Mbatizaji. Ndio ulikuwa mwisho wake. Watu wakaacha kumfuata Yohana, wakaanza kumfuata Yesu. Kuna watu ambao uko field moja na wewe, lakini Mungu amekuandaa kuchukua nafasi yao, na ili uchukue nafasi yao lazima wakuzungumzie, lazima wakutaje, lazima wakutambulishe. Sasa usifikiri itakuwa tu ni jambo rahisi. Lazima umwambie Mungu, Mungu, hawa watu watumie kunitambulisha katika nafasi zao. Kwa unapoomba kuhusiana na maono yako ili utimize maono yako, moja ombi la muhimu sana, Mungu, wale uliowaandaa kunitambulisha, wale ulioandaa kunitaja, wale ulioandaa kuniunganisha na watu wengine, naomba walete au wafanye watimize majukumu yao katika maisha yao. La sivyo utakuwa na kitu kizuri sana, utakuwa na gift, kipawa kizuri sana, na watu wanasema huyu jamaa ana kipawa sana, huyu jamaa ni mtu mzuri sana, atafika mbali, lakini wewe mwenyewe unashangaa hakuna mahali unaelekea. Alafu platform wanapewa watu wengine, wewe unanyimwa. Kwa nini? Hakukuwepo na mtu wa kukutambulisha. Hebu nyosha mkono wako kulia namna hii, sema, yeyote ambaye anatakiwa nitambulishe ili niende kiwango kikubwa, naomba ajitokeze bila kuchelewa katika jina la Yesu. Sema amen. Sasa baadhi ya watu ambao wanatakiwa kutambulisha, usipokuwa na macho ya rohoni utawadharau, kwa sababu kuna ambao hawaonekani kama, wakati nazungumza kutambulisha, picha yako inawezekana kuwa ni mtu mkubwa fulani mwenye mamlaka sehemu. Sio lazima awe mtu wa namna hii. Baadhi ya watu wanaotakiwa kukutambulisha ni wadogo sana kuliko unavyofikiria. Ndio maana lazima uwe na jicho la rohoni, kwa sababu kuna mtu unakutana naye leo kama mfagizi, lakini kumbe ana access ya mahali ambako anaweza kukusaidia. Kuna mtu dereva Uber umekutana naye, ila kwa sababu umekosa macho ya rohoni
unashindwa kujua ni rafiki wa mtu ambaye unamtafuta muda mrefu, kwa sababu anampakiza kila siku kwenye ubaya wake. Sio kama mnanielewa watu wa Mungu. Hebu nikuonyeshe habari ya mtu mmoja anaitwa Naamani, Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 5. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 5. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mstari wa 2. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumiwa mkewe Naamani. Unaelewa huyu mtu ni nani? Ni house girl, right? Housemaid. Na tuende mstari wa 3. Akamwambia bibi yake, sababu ni house girl, mfanyakazi wa ndani, akamwambia bibi yake, mke wa Naamani, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Tutasoma habari inayofuata pale, lakini nataka nikuonyeshe kitu. Naamani alikuwa na shida miaka mingi kwenye maisha yake, ambayo alikuwa anajua hana namna ya kuitatua. Solution, connection ilitoka kwa house girl. Ndio maana heshimu kila mtu Mungu anayekuletea kwenye maisha yako. Kuna watu leo ukiwaangalia unawaona wa kawaida sana, lakini Mungu amewaleta kwako si kwa sababu ya leo, amewaleta kwako kwa sababu ya kesho, ili kuna mahali watasema kuna mtu nilikuwa nafanya kazi kwake, kuna mtu nilikutana naye mahali fulani, ikawa hivi, huyu mtu anafaa. Kwa kuna watu Mungu anakuletea leo, amesha project kwamba utawahitaji watu miaka 10 au 20 ijayo, kama vile alivyomruhusu Yusufu kukutana na wafungwa gerezani ambao wangekuja kumsaidia kutimiza ndoto ya kuwa mfalme aliyoyota miaka mingi kwenye maisha yake. Kama umeelewa sema amen. Aina ya 3. Aina ya 3 ya watu ni watu watakao kutoa nje ya comfort zone, kukutoa mahali ulipopazoea. Watu watakao kutoa mahali ulipopazoea. Kuna watu wengi sana ambao pamoja na kwamba wana uwezo mkubwa, wamezeeka, wamekufa wakiwa watu wa kawaida sana, na wengi ni kwa sababu wamekaa katika eneo la comfort zone, eneo ambalo halina changamoto. Hawataki changamoto yoyote ile kwenye maisha yao. Kuna utafiti mmoja uliokufanyika kule Australia, waliuliza wazee wengi kwa muda wa miaka kama 20, wakawa wanauliza, tungewapa fursa ya kuishi tena maisha yenu, mungeishi kama mlivyoishi? Asilimia 98 walisema tungeishi tofauti. Wakaulizwa nini ambacho mngekifanya cha tofauti? Cha kwanza wakasema, kwa kweli ningefanya mambo makubwa bila uoga wowote kwenye maisha yangu. Kwa kuna watu leo wanazeeka wakiwa watu wa kawaida, lakini Mungu anasikitika kwa sababu wanachokiita wao ni mafanikio mbele za Mungu ni failure. Wanachokiita nimeshafika mbali, Mungu akiangalia anasikitika. Sasa hili hakuna lugha anaweza kukushawishi, kwa sababu umesharidhika. Anachofanya nini? Anatuma watu, anahakikisha unakutana na watu watakao kutoa kwenye comfort zone yako. Usisahau wana wa Israeli hawakutaka kutoka Misri. Tunakumbuka walipofika jangwani walitaka kurudi, kwa sababu waliona bora wewe watumwa, na wakamwambia Musa, ni bora tungefia Misri. Kuna watu wako hivyo, wana kazi leo, pengine wana biashara fulani, wanasema kwa kweli hapa tumeshafika. Mungu akiangalia anakasirika, anasema hivi, hawa nifanyeje ili atoke kwenye comfort zone? Kuna watu lazima ukutane nao wakukutoa kwenye comfort zone. Sasa wengi watu hao watu wapendi, kwa sababu wanatuletea discomfort. Ili Mungu amuinue Daudi, alihitaji kumtoa kwenye comfort zone. Na alimtoaje kwenye comfort zone? Alimleta mtu anaitwa Goliathi.
Sasa mara nyingi hatumpendi Goliati kwenye maisha yetu, lakini kumbe nyuma ya Goliati ndio kuna kiti cha ufalme wetu. Sasa Mungu anahakikisha analeta watu wa namna hii kwenye maisha yako wa kukupush ili utoke hapo ulipo. Unaposema nimefanikiwa sana, Mungu anasema kuna mtu anakuja kwambia bado lazima ufanye zaidi. Na watu wa namna hiyo kitokea, unasema huyu mtu bana, sijui mbona ananipush. Tunawakasirikia, wengine wana block kabisa kwenye namba zao. Hawa watu tunawahitaji ili ufikie maono ambayo Mungu amekuitia, kwa sababu na wao ni watumishi kama walivyo watumishi wengine. Tusome kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa 15 na 17. Yona sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 17. Kitabu cha Yona sura ya 15, sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 17. Kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 17. Hii ni habari ya Yona. Ametumwa Ninawi, anakataa, akaanza kukimbia anaelekea Tarshish. Akaingia kwenye meli, watu wakaanza kupiga story, anaenjoy maisha, akajenga urafiki, wanapiga story na nini, akawa marafiki zao. Lakini angalia kilichotokea. Mungu akagundua kwamba huyu jamaa nisipomletea watu wakatili hatatimiza maono yake. Basi wakamkamata Yona. Watu waliokuwa wanafahamu wanapiga naye story, ghafla wakamgeuka, wakamkamata Yona, wakamtupa baharini. Kwa maana ungesema jamani, hawa jamani wakatili sana. Walikuwa wanatumikia kusudi la Mungu. Walikuwa wanatumikia kusudi la Mungu. Ndio maana kuna watu watakufukuza kazi, usifikiri kwamba ndio mwisho wako wa maisha. Mungu amejua kuna mahali unataka kwenda, unatakiwa kwenda Ninawi, wewe unaelekea Tarshish. Unatakiwa kujiajiri, wewe umeajiriwa. Anasema huyu asipofukuzwa kazi, hakuna kitu kinatokea hapo. Wakamtupa baharini, nayo bahari kaacha kuchafuka. Yaani ndio kuonyesha Mungu alikuwemo kwenye hilo. Sijui umeona ninachokiona hapo? Yaani bahari inataka kupindua meli. Watu wanaomba, jamani tufanyeje? Mungu jibu analowapa, mfukuzeni huyu. Unajua wameua hawa, si walikuwa wanataka kuua hawa, lakini ndio Mungu alivyofanya hivyo tu. Mungu akasema yes, nimejibu maombi. Yaani Yona kutupa baharini yalikuwa ni maombi yaliyojibiwa, na Mungu akafurahi, akaacha bahari kutetemeka. Kwa kuna watu wakikufukuza wewe, Mungu anafurahi. Kwa sababu gani? Anajua direction uliokuwa unakwenda usingefika kama ukiendelea namna hiyo. Na ndio maana nikasema watu wanamna hiyo waga tuwapendi. Tunawachukiaga sana. Tunaona kama vile wabaya, lakini usiseme tu ni wabaya. Mungu anawatumia. Kuna watu hutakuja kuwashukuru leo kwa sababu uelewi wanachokifanya kwenye maisha yako. Utakuja kuwashukuru miaka ya baadaye. Utasema kwa kweli nashukuru alinifanyia kile kitu, kwa sababu kimenisaidia kuwa hivi nilivyo leo. Hao watu unawahitaji kwenye maisha yako. Sasa unachotakiwa kuelewa ni kwamba, hebu tuangalie Mithali sura 16 mstari wa 4. Mithali sura 16 mstari wa 4. Sio kila aliyeletwa kukuchallenge ametumwa na shetani. Sio kila aliyeletwa kukupa changamoto ametumwa na shetani. Kuna watu ni watumishi wa Mungu, wako kwenye assignment, divine assignment. Biblia inasema hivi, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa maana Mungu kuna watu amewaandaa ambao wewe unawaita wabaya, lakini wenyewe wako kwenye kusudi la kutimiza kitu cha kukusaidia kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma Warumi 9 mstari wa 17 utagundua kwamba Mungu anamtambua Farao kama mtumishi wake. Warumi sura 9 mstari wa 17. Biblia inasema, kwa maana maandiko yasema juu ya Farao, maandiko yanasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili. Yaani Farao alisimamishwa kwa kusudi la Mungu, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote. Kwa kuna watu ambao Mungu anawaleta, wewe unawaita Farao. Farao na kukatakata. Mungu anasema huyu akati unamlinda. Huyu ni mtumishi wangu, lazima akutikise.
kwa sababu Mungu huyu, kwa nini ananivamia? Kwa nini anishambulia? Sasa acha, huyo ni kama wale wa Yona, wanakutupa tu bahari, au utakufa, ila cha moto utakiona, ili utimize makusudi, kwa sababu bila hivyo utadumaa. Kwa kuna watu washangaa wamegeuka tu. Kwanza leo ukae humu ndani, katafute sema ukao ujitegemee, unaanza ukasirika, wewe shetani amejinua, kwa nini wananifukuza? Mungu anajua utalemaa humu ndani, nenda kaanze kuchakalika ili akili kae sawa sawa. Hata ukikemea, makemeo yako hawezi kufanya kazi, kwa sababu hao ni watumishi wa Mungu kama alivyo Farao. Ngumu kumeza, muhimu kuelewa. Sasa watu wanaletonga na Mungu. Una uwezo mkubwa ndani yako, lakini you are too comfortable. Umeridhika sana, umeshaona, umeshapatia maisha. Mwingine sasa nishasoma, mwingine hospitali na kibiashara, mwingine kwani nina shida gani? Mimi pakulala napo, chakula nacho, mimi si kama watu wengine. Mungu amenipendelea. Mungu anaangalia sema, huyu mimi nimemweka hapa aje kwa ajili watu 100. Afu leo anasema ameridhika, nifanye nini? Ngoja nimuinue amtikise mpaka akili kae sawa sawa, atimize makusudi niliyomwitia. Kwa hiyo utakemea, utafunga, Mungu anasema no, hili sio swala la kufunga. Huyo ni mtumishi wangu, tena nimempaka mafuta, amekuja kwa assignment. Hawa watu hawakemewagi, na ukiwakimbia wanakufuata, ukiwablock wanatafuta namba nyingine. Hawaondoki kirahisi, kwa sababu wako kwenye divine assignment ya kukutoa kwenye comfort zone. Kwa sio kila mtu sema anakuchukia, sasa huyu Bwana asifiwe ananichukia. Sio kila mtu anakuchukia. Wengine Mungu amewaandaa kukusaidia kutoka kwenye comfort zone. You are too relaxed to become great in life. You are too relaxed. You are too relaxed. Hatusemi ni vibaya kumshukuru Mungu, lakini nimesema kuna vitu unamshukuru Mungu na unajivunia Mungu, anaona aibu. Anataka kufunga macho kwa Mungu, anasema jamani, huyu naye ni kitana cha kujisifia hichi. Kuna vitu unaona ushuhuda, Mungu anasema huu sio ushuhuda. Mungu hajakuita kusurvive, Mungu amekuita kuleta impact. Usifanishe tuna ndege kwa sababu Biblia imesema ona ndege ya wangani, wewe ni ndege. Kuna ndege wangani wakuli wawali wala, sasa wewe ni ndege. Wewe upo kwa mfano wa Mungu, una assignment za kufanya hapa duniani. Kwa kuna watu wanakuja, utawachukia, lakini ndio kazi yao. Wanakuja kukushape, wanakuja kukupush, mpaka ukiondoka kwenye maisha yako unavuta pumzi, unasema kwa kweli cha moto nimekiona. Lakini ndio wameletwa kwa ajili ya kazi hiyo, na lazima ukutane nao watu wa namna hiyo. Yona asingekutana nao, asingefika ni nao. Na wewe usipokutana nao, hautafika kwenye hatima yako. Unawahitaji. Kama unanielewa sema na kuelewa. Aina ya 4, au sikupi ombi la kuomba aina ya 3, kwa sababu kila mtu ataomba kivyake. Aina ya 4, watu watakao kusaidia, tunawaita supporters. Watu watakao kusaidia ili utimize maono yako. Ni lazima upate watu ambao watakuwa tayari kukupa support unayohitaji katika kutimiza maono yako. Hawa kazi yao Mungu amewaordain kwa ajili ya kukusaidia kwenye maono yako, kwa sababu hakuna maono ya kimungu ambayo yanaweza kutekelezwa na mtu mmoja peke yake. Ukiona maono yako unaweza kuyatekeleza peke yako, probably hajatoka kwa Mungu, kwa sababu maono ya Mungu ni makubwa mno kuweza kuyafanya wewe mwenyewe. Ndio maana Yesu alihitaji wanafunzi pia kumsaidia. Sasa ili utimize maono yako, kuna watu Mungu amewaandaa wa kukusapoti wewe. Wanaweza wasiwasapoti watu wengine, lakini wewe, tumesoma pale mwanzoni, kwenye kila mji Mungu amewaandaa watu wa namna hiyo. Kwenye makabila mbalimbali Mungu amewaandaa watu wa namna hiyo. Kwenye mataifa mbalimbali Mungu amewaandaa watu ambao kazi yao ni kuhakikisha hawatakuwa na utulivu mpaka kitu Mungu alichokuitia kiweze kukamilika kwenye maisha yako. Sasa watu lazima ukutane nao. Ukiwakosa, maana yake utakosa kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Na watu wanaokuja kukusupport wako kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza
ni wale ambao watasimama na wewe tangu siku mnapofahamiana hadi maono yako yatakapotimia. Nimesema kwa makundi mawili. Wa kwanza ni wale ambao watasimama na wewe tangu mnapofahamiana hadi maono yako yatakapotimia. Yaani hao ni watu ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yako kuanzia mwanzo wa maono yako mpaka mwisho wa maono yako. Hawakuachi hao. Wanasimama na wewe kuanzia unapoanza mpaka unapokwenda kumaliza. Kundi la pili ni wale ambao watasimama na wewe kwenye majira fulani ya maisha yako, na baada ya muda hautawaona tena. Ni muhimu kuelewa makundi haya mawili, kwa sababu kuna kosa kubwa nitakwambia watu wanalifanya ninapofika kwenye hili eneo. Kundi la kwanza nimesema katika watu walioletwa kuwa kama supporters kwenye maisha yako, watasimama na wewe tangu unapoanza mpaka unapofika kwenye kilele cha maono. Lakini kundi la pili wanakuja kusimama na wewe kwenye majira maalum ya maisha, afu baada hapo wanaondoka. Sasa lile kundi la kwanza halina shida sana, kwa sababu Mungu ataruhusu watembee na wewe kwa muda mrefu. Utajenga nao mahusiano, utaambatana nao. Ni watu ambao watakuwa na wewe kwenye ups and downs, uko juu na chini, wataambatana na wewe. Ili kundi la pili wanakuja kufanya kazi maalum. Wakishaimaliza kuifanya ile kazi, wanaondoka. Sasa kosa moja hapo watu wengi wanalifanya ni hili. Kuna watu Mungu anawatuma kwao kwa majira fulani, alafu wao wanataka kuwang'ang'ania kwa muda mrefu. Kinachotokea, muda waliopewa kukaa na wewe ukipita, wanageuka kutoka kuwa baraka, wanaanza kuwa laana. Ndio maana lazima ujue Mungu anapoleta mtu kwako amemleta kwa kusudi gani na kwa majira gani. Yesu aliletewa mtu anaitwa Simoni Mkirene. Umemwona mara ngapi kwenye Biblia? Anatajwa mara moja, amefanya assignment yake kwa Yesu, ameondoka. Hatumuoni kabla, hatumuoni baada. Kwa nini? Aliletwa kumsaidia Yesu kwenye majira maalum ya kumvusha kwenda mahali pia. Kwa kuna watu Mungu amewaleta katika kundi la 4 kama supporters. Kazi yao ni season, a very specific season of your life. Kuna majira fulani akisha kukusaidia unaelekea mahali pengine, alafu wao wanaondoka. Usiseme huyu jamaa siku hizi anisaidii tena. Kuna watu wakisha kusaidia mara moja hawatakiwi kurudia mara ya pili kukusaidia. Wakirudia tu inageuka laana kwako badala kuwa baraka kutoka kwa Mungu. Sasa kosa linalofanyika nini? Mtu akitusaidia mara moja tunataka tumng'ang'anie na kesho akusaidia. Hawa uwaoni. Ndio maana ukisoma habari ya Yusufu wakati anaenda kuwatafuta kaka zake, utakumbuka alifika sehemu Biblia inasema akauliza mtu ambaye kwenye Biblia hajatajwa jina, akasema kaka zangu wako wapi? Akaambia wameelekea Daka. Yule mtu hajatajwa jina na kuna mtu anayemjua, lakini mtu ambaye alikuwa position asimame mahali ambako Daudi atafika na atauliza swali na awe ameona kaka zake ili asipotee, aelekee mahali sahihi. Baada hapo Daudi, yule mtu aonekane tena kwa Yusufu. Kuna watu wa hivyo utakutana nao mara moja tu, watafanya kitu walichotumwa na Mungu. Baada hapo utaona tena kwenye maisha. Wengine utaendelea kuwaona, lakini hawatakiwi uendelee kukusaidia. Uking'ang'aniza kwa sababu alinisaidia kwenye jambo fulani, alinisaidia mtaji, anisaidia na kwenye kuoa, anisaidia kodi ya nyumba, anisaidia na kitu fulani, unageuza kitu kingine. Ndio maana lazima uombe Mungu akupe macho ya kujua huyu mtu ameletwa kwa season gani kwenye maisha yako. Watu wa Mungu, mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Sasa hawa watu ambao Mungu anawaleta kusimama na wewe kwenye hili kundi la 4 watakao kusaidia kama supporters. Wana njia mbalimbali ambazo Mungu anawatumia kukusaidia. Nitakueleza kadhaa kulingana na muda wetu hapa. Njia ya kwanza ambao wanakusaidia wewe ni njia ya kiroho, kwa kukuombea. Njia ya kiroho. Kuna watu Mungu anawatuma kwenye maisha yako kukusaidia kwenye eneo la kiroho. Eneo la kwanza la kiroho ni kukuombea.
Na Yesu alihitaji watu wa namna hii. Na nabii mmoja mwanamke anaitwa Hana, ukisoma Luka sura 2 mstari 36, alisimama kuhakikisha kitu cha kimungu kinazaliwa. Luka sura 2 mstari 36, Biblia inasema hivi: palikuwa na nabii mke jina lake Hana, binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Biblia ya Kiingereza imetaja umri wake. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake. Nafikiri mstari unaofuata unataja umri pia. Mtu 37. Naye ni mjane wa miaka 84. Mjane wa miaka 80 na ngapi? Na 4. Lakini alikuwa anafunga na kuomba na akufa. Kuna watu leo ukiwaambia wafunge ni changamoto. Haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Alikuwa anaombea nini? Alikuwa anaombea ujio wa Yesu. Sio pale baadaye utaona. Alikuwa anaombea ujio wa Yesu. Usiku na mchana anaombea maono yakamilike, kitu kitimie katika maisha. Sasa kuna watu ambao Mungu amewatuma kwenye maisha yako kusimama nawe kwenye eneo la kiroho. Hawa watu hawatakupa hela. Hawatakupa fursa ya kazi. Hawatakupa nguo. Hawatakupa material. Wenyewe contribution yao kwenye maono yako ni eneo la kiroho. Watakuwa na kuombea, watakukava katika ulimwengu wa roho, na unawahitaji watu wa namna hiyo. Kuna wengine watakupa impartation ya grace, watakuambukiza neema. Lakini angalia Paulo anachosema, nataka niwaone niwape karama. Maana kuna watu Mungu amewapa kuwa custodian wa grace, wa vipawa vya Mungu, wanaweza kuhamisha na wakakuhamishia kwenye maisha yako, ili iwe rahisi kwako kufika unakokwenda kwa haraka, kwa sababu wao wametumia muda mwingi ukipata walicho nacho. Wewe unahitaji kutumia muda wao waliotumia. Wanapokupatia wanafupisha muda wako kwenda unakokwenda. Ukitaka kustruggle mwenyewe kwa miaka yako yote utachelewa. Uone watu wa namna hiyo ambao Mungu alimuinulia Yoshua aliinuliwa mtu wa namna hiyo kwenye maisha yake. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima. Sema roho ya hekima. Kwa nini? Maana Musa alikuwa amemwekea mikono juu yake, na kwa sababu hiyo wana wa Israeli wakamsikiliza. Hawakumsikiliza kwa sababu ni Yoshua, walimsikiliza kwa sababu amepewa kitu na Musa. Usifanye hiyo mistake. Kuna watu Mungu amewaandaa wa namna hiyo wakufupishie safari yako unakokwenda kwa kukupa kitu cha kiroho ndani ya maisha yako. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Njia ya pili ya watu wanakuja kukusupport ni kukupa kitu kinaitwa material support. Hii ndio tunaoelewa sana watu wa namna hiyo. Kukupa vitu kwenye maisha yako. Kukupa vitu kwenye maisha yako. Hawa wanakuwa wana vitu vya kukupa. Hao ndio nasema watakupa vitu vinavyoshikika au vitu vinavyoonekana kwenye maisha yako, na unawahitaji. Kwa taarifa yako, Yesu mwenyewe aliwahitaji watu wa namna hii katika huduma yake. Hakuwa tuna waombaji, alikuwa na watu wanaosimamia vitu ambavyo ni material. Na mara nyingi nawaulizaga watu, naambia tunafahamu wanafunzi wa Yesu 12. Kuna mahali popote Biblia imetaja mwenyekiti wa wanafunzi? Tumeshawahi kuona anasema huyu ndo alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi? Tumeshawahi kuona kuna mahali popote imesema huyu ndo alikuwa kiongozi wa maombi wa wanafunzi 12? Wanafunzi wa Yesu 12 mwenye cheo alikuwa ni mmoja tu, Yuda Iskariot, mshika fedha. Ndio ujue kwamba matiri ilivyo muhimu kwenye huduma aliyokuwa anaifanya Yesu. Yaani alikubali kusiwe na kiongozi wa maombi, lakini mtu wa kushika hela lazima awepo kwenye huduma yake. Kwa nini? Kwa sababu material support ni parcel ya kukusaidia kutimiza maono ulionayo. Angalia sasa, Yesu alikuwa na watu wa namna hiyo. Luka sura 8 mstari wa 2 na 3. Luka sura 8, amsome mstari wa 3 kwa sababu ya muda. Luka sura 8 mstari wa 3. Tuanze wa 2 ili tupate connection vizuri kidogo. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7. Mstari wa 3.
na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode. Apostol ameniambia hapa mnafanyaga Bible study, na mimi nikisoma Biblia napenda kujiuliza maswali mengi sana. Huyu Kuza huyu sio mtu mdogo. Huyu Kuza ambaye alikuwa ni wakili wa Herode. Nitakupa picha uelewe kwa nini muhimu kumfahamu Yohana mkewe Kuza, na Suzana na wengine wengi, sema wengine wengi, waliokuwa wakimhudumia. Kwa nini? Kwa mali zao. Ana alikuwa akimhudumia kwa maombi yake, hawa wanamhudumia kwa mali zao. Na wewe ulitimize maono yako, kuna watu Mungu lazima wainue kukuhudumia wewe kwa mali zao. Tunaelewana vizuri, watu wa Mungu? Kwa hiyo unapoomba kuhusiana na maono yako, lazima umwambie Mungu akupatie watu wa namna hiyo. Yohana yule mkewe Kuza, kumbuka Kuza alikuwa anafanya kazi kwa Herode, na Herode alikuwa mpendi Yesu, lakini wakili wa Herode mke wake anamsapoti Yesu. Sio kama umeona hicho kitu? Kuna watu hawatakupenda wewe, lakini Mungu lazima awatumie kukusapoti wewe. Hawatamwamini Mungu wako, lakini Mungu itabidi atumie. Pale anaposema kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu, au nitahamisha utajiri wa mataifa, ndicho anachomaanisha. Kuna watu amewaandaa wakutumikie wewe kwenye maono yako, ndivyo anavyofanya. Sasa ili watu wakuhudumia au wakusapoti kwenye unachokifanya, lazima waone kitu ulichokibeba. Wagalatia 2:9, na hapa ndipo nitakapomalizia. Wagalatia 2:9. Ili watu wakusapoti, lazima waone kitu ulichokibeba. Unajua, moja upofu ambao shetani anahakikisha anauleta ili kukudumaza usiende mbali kwenye maisha yako, ni kuwafanya watu wasione ulicho nacho. Ndio Biblia inasema hivi, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa. Kabla ya hapo hakuna kitu kilitokea, ila walipoijua neema niliyopewa. Yakobo na Kefa na Yohana, hawa walikuwa ni wazee wakubwa wa kanisa kule Yerusalemu, wenye sifa kuwa ni nguzo. Manake watu muhimu. Kama ni mfanyabiashara, zile nguzo za wafanyabiashara hapa Tanzania kwenye field yako, wale wanaoitwa nguzo kwenye field yako, walipoiona ile neema, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika. Kwa maana yake, ili watu wa support kitu ambacho Mungu amekupa, lazima wakione. Shetani anachofanya, ile neema ambayo Mungu ameiachilia juu ya maisha yako, anawapofusha wasione. Ndio maana unapoomba watu wa namna hii wainuke kwenye maisha yako, unachotakiwa kuelewa ni kwamba unatakiwa umwambie Mungu macho yao yafunguliwe ili waone kitu ambacho Mungu amekupatia. Hujawahi kwenda kwenye YouTube ukakutana na watu wanacheza mpira ukasema huyu angeweza kucheza Ulaya, lakini yuko kijijini huko, yuko Makete na atakufa huko. Kwa nini? Kipawa peke yake, uwezo peke yake, bila watu kukiona, hakina maana. Ndio maana lazima ukutane na mtu ambaye anakiona ulicho nacho, ili aseme huyu, hapana, kuna mahali natakiwa nimpeleke, kuna mtu natakiwa nimuunganishe naye, kuna fursa natakiwa nimpatie, ili hichi kitu kilichoko ndani yake kiwe kikubwa na kimletee faida kwenye maisha yake. La sivyo, takuwa na elimu, takuwa na vipawa, takuwa na mawazo mazuri, takuwa na maarifa mengi, lakini hakuna mtu aliyeiona neema. Sema walipoiona neema, wakatupa mkono wa shirika. Sasa tumejifunza aina 4, hatujajifunza zote 5, lakini naamini katika hizo 4 tayari kuna kitu Mungu anaweza kukusaidia katika hilo. Amen. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.